Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu katika makala yetu ambayo tunakuongezea ujuzi na maarifa ya kukusaidia wewe na jamii kwa ujumla. Mimi ni Sofia Lucy Ngolo, baki nami mpaka mwisho wa makala hii. Leo tutakuongezea maarifa kwa kupitia Jacqueline. Aliona fursa akiwa nyumbani. Yeye alikuwa kama mama wa nyumbani, lakini anaamua kuona fursa na kujiongezea maarifa na kuifanya kuwa biashara inayomuingizia kipato katika maisha. Huyu hapa, tumsikie kile alichokifanya. Kwa majina naitwa Jacqueline Bigambo. Ninaishi Mwanza, mtaa wa Nyashishi, Buongwa. Mimi ni mfanyabiashara na kabla ya hapo nilikuwa mama wa nyumbani. Kwa hiyo kipindi niko nyumbani huwa napenda sana kujishughulisha na mambo ya garden, mambo ya maua. Napenda sana maua, yani napenda mandhari nzuri, nyumba yangu izungukwe na maua mazuri, miti ya matunda. Kwa hiyo kupitia hiyo miti ya matunda nikawa karibu na wafanyabiashara wa maua sana. Nilipokuwa karibu na wafanyabiashara maua sana, nikawa naanza kuwadadisi sana kuhusu mambo ya maua, mambo ya vyungu. Kwa hiyo kupitia hapo nikawa nimepata wazo, nikaona idea. Kwenye idea niliyopata niona idea ya vyungu. Maana wengi tunaopenda maua lazima tuwe na vyungu au zile poti za plastiki. Mimi nikaona idea ya vyungu kwa upana, kwa sababu vyungu ni imara na vinadumu muda mrefu. Zile plastiki za maua zinakuwa hazidumu sana. Kwa hiyo nikaona mbona hii ni fursa. Kwa hiyo kupitia maua ya nyumbani kwangu nikaona fursa kwenye biashara ya vyungu. Sisi tuna ofisi mbili, ambayo ofisi yangu ya kwanza nilianzia Buhongwa, mitaa Furaha, na pia ofisi bado ipo. Tunazo poti za design tofauti, tunazo poti za boxi, tunazo poti za roundi, na tuna design nyingi kuna design ya mwanamke nyonga, inakuwa pana ndefu. Kuna pots nyingine ambazo sio kwa ajili ya kupandia maua, kuna pots nyingine ni kwa ajili ya decoration tu. Kwa hiyo pale ofisini kwetu mtu akifika anakuwa na nafasi kubwa ya kuchagua design anayotaka, either for decoration au kwa ajili ya kupanda maua. Kwa hiyo biashara yetu tulianza na pots, baadaye nikaona kwa maana nyumbani kwangu kuna maua mengi, nikaona kwa nini nisiweke maua pale. Kwa hiyo nina maua pale, tuna maua aina yote, tuna miti ya matunda, tuna miti ya vivuli, tuna miti ya urembo, tuna pots pia, na pia tunashughulika na kudesign garden. Mfano mtu anataka tumdesignie landscaping, slabs zote tunafanya, na tunapanda ukoka, yani tunafanya kazi zote zinazohusu na garden. Pia tunauza miti yote ya matunda, maua yote, na pia tunauza pots. Mwanzo wa jambo lolote huwa ni mgumu. Tufahamu kwake yeye mwanzo wake ulikuwaje? Mwanzo ulikuwa ni ngumu
kupata mafundi ilikuwa ni changamoto sana. Mafundi wanaotengeneza vyungu kwa sasa kwa Mwanza bado haijachangamka sana kwa biashara ya vyungu. Kwa hiyo ile kupata fundi mzuri, kuna mafundi ila kuna fundi mzuri kwa ajili ya kutengeneza vyungu ilikuwa ni changamoto. Maana hapo kwenye kazi za pots tunatumia mafundi wa aina mbili. Tunatumia fundi anayetengeneza vyungu na tumia fundi anayepaka rangi. Kwa hiyo kupata mtu anayetengeneza vyungu vizuri na kupata fundi anayepaka rangi vizuri kwa ni changamoto. Ila kupitia kuongea na watu, kupitia kuongea na wafanyabiashara wengine wa vyungu, nikampata fundi mmoja ambaye alikuwa ni mzuri. Kwa hiyo tukamchukua yule fundi akawa anatengenezea pot. Ila pia kwa yule, kwa sababu ni mmoja, alikuwa haitoshi kukidhi mahitaji yetu. Maana tulikuwa tunahitaji vyungu vingi na tunataka tutanuke kiukubwa. Kwa hiyo ikabidi nitafute na fundi mwingine. Kwa mpaka sasa na mafundi 3 wa kutengeneza vyungu na nina mafundi 2 wa kupaka rangi. Kwa hiyo inategemeana na design ninazotaka. Kuna design nataka kuna design za fundi fulani. Kwa hiyo nataka nitengenezwe na fundi fulani. Kuna design za fundi fulani, kwa hiyo natakiwa nitengeneze kwa fundi fulani. Katika uzoefu wake ya biashara yake ya kwanza, ni changamoto gani alikumbana nayo? Changamoto ya kwanza ilikuwa kupata eneo ambalo liko barabarani. Eneo ambalo linaonekana, mtu akipita anaona kile pale kitu kizuri nimekipenda. Hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa ya kwanza. Changamoto nyingine ni vijana, kumpata kijana ambaye anaweza kasimamia biashara yako vizuri kwa uaminifu. Maana sasa hivi uaminifu umekuwa ni shida. Kwa sababu hauwezi kuwepo wewe mwenyewe muda wote. Na especially sasa hivi sisi tumefungua ofisi yetu ya pili. Kwa hiyo lazima utakuwa unaangalia huku na huku. Kwa hiyo kijana ilikuwa ni changamoto eneo. Pia maeneo mengi ya barabarani ni ya TANROADS. Kwa hiyo ile kupata eneo husika la TANROADS alafu nyuma iwe mtu kufanya makubaliano pia ilikuwa ni changamoto. Ila tunashukuru Mungu, kila changamoto tunaweza kuitatua na Mungu anasaidia, tunaendelea mbele. Na pia kwa changamoto nyingine kubwa, yani biashara ya vyungu ilikuwa bado haijafahamika sana Mwanza. Yani wengi walikuwa wamezoea zile poti za plastiki. Kwa hiyo kumuelezea mteja kwamba hii pot tunatengeneza kwanza kitu quality. Hii pot utakaa nayo muda mrefu. Hizi rangi tulizopaka ni quality, ni kwa ajili ya nje, weather guard. Inastahimili hali yote ya nje, mvua, jua. Ile kumuelezea mtu mpaka akaelewa, akaona uzuri wa zile pot tunazotengeneza pia ni changamoto. Hali halisi ikoje kibiashara na mwitikio kwa wateja ukoje? Mwitikio sio mbaya kwa kweli, kwa sababu tulikuwa tunatoa elimu na watu wanaelewa, na watu wanaopenda maua yani wakiona kwanza wanachanganyikiwa. Kama mfano mimi nikiona maua lazima nichanganyikiwe. Kwa nilipata watu wengi sana kwa kuelewesha watu, na pia niliingia sana kwenye magrupu ya watu wanaouza maua. Kwa hiyo nilikuwa na post bidhaa zangu na mtandaoni nilikuwa na posti. Kwa hiyo nilipata watu wengi sana kupitia mtandao, na pia kwa sababu location tuliopo ni nzuri, ni barabarani, tulipata watu wengi sana. Mtu akipita anaona kitu, kesho yake anarudi, nimependa kitu fulani, naulizia bei, watu wanachukua. Ofisi ya kwanza haijamaliza mwaka na tayari ameanzisha ofisi nyingine. Nini hasa siri ya mafanikio na nguvu ya kufanya yote haya? Mimi naamini kwenye nia pana njia. Kwa hiyo nilivyoona ile nia yangu ya kuingia kwenye biashara, niliingia kwa miguu miwili. Kwa hiyo nikasema hii ni fursa na sio kitu ambacho ni common sana kwa mkoa wetu wa Mwanza. Nikaona hii ni fursa, kwa nini nisifanye? Kwa hiyo nilipofanya biashara, nilipofungua ofisi ya kwanza, nikaona inanilipa. Kwa hiyo nikawa natafuta location ambayo kuna watu wauza maua wengi, ambao mimi naweza nikaweka bidhaa yangu na ikaenda. Maana mara nyingi mtu anachukua poti, anachukua na maua. Na ndio mimi nilipata kule changamoto kwa sababu kulikuwa hamna mtu anayeuza maua. Kwa hiyo ilibidi niuze mimi vyungu na maua. Ila nilipata kwa sababu hiyo location niliyopata sasa hivi kuna wauza maua wengi, na huku nilikuwa nakuja kuchukua mimi maua ya jumla na miti ya jumla. Kwa hiyo nilipokuja huku nikawa naona fursa, wauza maua ni wengi sana ila hamna pots. Nikaona ni fursa, kwa hiyo nikatafuta tena eneo. Nilipopata eneo nikaona bora nichangamkie fursa mapema kabla eneo halijachukuliwa au mtu hajapata ile idea kama nilikuwa nayo. Na hisi hicho kitu ndio kilikimbiza haraka kufungua ofisi ya pili. Malengo yake hasa ni yapi? Kwa kweli hii biashara nataka niitoe zaidi, yani ninaifikiria kuitoa zaidi nje ya Mwanza, kwa sababu kwa sasa hivi tumefungua pots hapa Mwanza. Ingawa kuna watu wanauza pots kwa Mwanza, ila kuna sehemu nyingine hamna wanapouza pots za simenti hizi kama tulizotengeneza. Mfano labda Geita, Katoro, Msoma bado haijafunguka zaidi. Kwa malengo yangu mimi ni kutoka zaidi nje. Nitoke zaidi nje, niwafikie hadi watu wa nje ambao bado hawajaiona hii fursa. Niwapelekee hii fursa, niwapelekee maua mazuri, niwapelekee vitu vizuri quality. Na pia kwa Mwanza hii bado
maana Mwanza ni kubwa na barabara ni nyingi. Kwa hiyo mimi kwa sababu hii nishaipata hii location ya hapa Pasiansi na kule, na hisi nitaenda zaidi kule Kisesa niwafikie pia watu wa kule. Tunaangalia sana kupanua biashara yetu kiukubwa. Nawezaje kutambua vyungu ama pots quality na kwa nini anasema vyungu vyake ni imara? Kwanza kwenye utengenezaji tunaangalia ratio. Tunatumia ratio nzuri kwenye utengenezaji, kwenye ratio ya mchanganyiko wa simenti na mchanga. Kuna sehemu nyingine unakuta mtu anataka apate faida kubwa atoe vyungu vingi kwenye mfuko mmoja. Kwa hiyo ile ukishika chungu lazima tukiwe chepesi maana ni mchanga. Ila kama ukitaka kujua chungu kizuri ukikibeba lazima ni kizito. Sasa nyingine unashindwa hata kukibeba mwenyewe. Mimi binafsi siwezi kubeba vitu vyangu. Kwa hiyo ndio maana ninakuwa na vijana ambao wananisaidia kufanya kazi nyingine. Mimi binafsi siwezi kubeba. Kwa hiyo tunatengeneza chungu ambacho ni bora. Kwanza kwenye utengenezaji, pili kwenye kupaka rangi. Rangi ziko za aina nyingi, za aina tofauti tofauti na bei tofauti tofauti. Kwa hiyo sisi tunaangalia kwanza zile rangi ambazo zinaweza zikastahimili jua na mvua kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunatumia hizi rangi za weatherguard ambazo zinapakwa kwenye rangi za kupakia nyumba zile ambazo zinapakwa nje, ambazo ni rangi ambazo zinastahimili jua na mvua kwa muda mrefu sana. Na pia tuna rangi nyingine ambazo tunapaka kama mteja akiridhia. Tunatumia rangi za gari, hizi rangi za mafuta za kuspray. Ile rangi ukiipaka yani haiwezi kuja kutoka wala kubanduka wala ni rangi ya mkataba. Kwa hiyo inategemea na mteja yeye, uwezo wake na nguvu yake. Mimi nitamshauri mteja, tupake hiki, ila pia itategemea na nguvu ya mteja. Ila rangi zote ni nzuri na rangi zote ni quality. Vyungu vilivyopo hapa vina ubunifu ndani yake. Nani anabuni? Ni fundi ama maelekezo ya mteja? Na je, unamshauri mteja chungu cha kuchukua au ni yeye anakuelekeza ni cha kufanya? Sisi tuna mafundi wazuri na mafundi bora. Yaani kama nilivyosema mwanzo kwamba kwenye hii kazi lazima uangalie fundi mzuri wa kutengeneza na fundi mzuri wa kupaka rangi. Kwa hiyo tunaye fundi mzuri ambaye anajua design zote nzuri. Na pia na sisi pia tunaangalia mtandaoni. Kwa hiyo ni kwenye kushauriana kati ya mimi na fundi wangu, tufanye hiki. Tukachokiona kizuri ndio hicho tutakayofanya. Ila fundi tulionao ni wazuri sana kwa kweli, wanajitahidi. Tuna wateja wa aina zote. Kuna mteja anakuja na kufuata na kwambia naomba uende ukaniangalizie nyumbani kwangu, unishauri. Na kuna mteja anajua design yake anataka kitu fulani. Akifika anasema mimi nataka kitu fulani. Kwa hiyo tunao wote wateja wa aina wote na wote tunawahudumia vizuri na wote wanapata vitu vyote wanavyohitaji. Ni vipi swala la garden kwa ofisi hii? Nini anachomshauri mteja anaponunua pot kwake? Kwamba hii ikae nyumbani, ofisini ama sehemu nyingine? Na je, pot zake ni za nje peke yake ama na ndani? Kwa hiyo ofisi bado hatujaanza, maana tulenga sana kwenye vyungu. Bado hatujapanuka. Tumeanzia vyungu kwanza. Ila kwenye ofisi yangu ya kule kwa sababu nina maua na nimetengeneza design pale ofisini kwangu kwamba mtu akifika atajua pale tuna design garden. Kwa hiyo tunawapata pia wateja wengi kupitia wanakuja ofisini na design garden ndio tuna design. Na pia tulivyoanza kufanya kazi za garden, tukao tunaendelea kupata wateja kupitia wale wateja ambao tumeshawahudumia. Kwa hiyo kazi zetu zikawa zinaendelea wanaambizana. Kwa hiyo tumepata kazi nyingi sana kutengeneza garden na bado tunaendelea kuimprove. Maana tulikuwa tujaanza kutengeneza slabs na decorations za mawe meupe na mawe ya rangi, ila sasa hivi tunaanza na soon hapa tutatengeneza design hapa ili mtu akifika anaona kwamba kitu fulani nataka hichi kitu, nataka unitengenezee hichi kitu. Vyungu vyetu vinakaa mahala pote, ingawa nje ni the best zaidi kwa sababu tunapaka rangi ambazo zinastahimili hali ya hewa. Kwa hiyo hii rangi hiyo inamudu kukaa ndani pia na inamudu kukaa nje. Kwa hiyo ni popote pale unaweka. Baada ya kupata maarifa kutoka kwa Jacqueline, tuongeza ujuzi kutoka kwa fundi ambaye yeye anatengeneza vyungu hivi. Nini hasa wanachofanya? Tusikie kutoka kwa fundi. Kwa jina naitwa Innocent Pamira. Mimi ni fundi wa kutengeneza vyungu pamoja na upakaji wa rangi. Na katika swala zima la kutengeneza chungu, kuna hatua za kuanza tunayofanya hii kazi. Hatua ya kwanza kabisa tunachanganya simenti na mchanga. Baadaye tunatengeneza chapati kwa chini kama chapati hivi. Alafu baada ya hapo tunakuwa na vifaa kwanza vya kutengenezea chungu, ambapo tunakuwa na mifuko. Vifaa tunavyotumia mara nyingi tunatumia mifuko ambayo ina maumbo tofauti tofauti. Hiyo mifuko tunaijaza mchanga
Baada ya kujaza mchanga tunachapia kwa nje kulingana na mfuko jinsi ulivyo. Baada ya hapo tunakaa kama muda wa nusu saa, baadaye tena tunachapia tena kwa nje. Tunakuwa hiyo ni hatua ya pili. Baada hapo tunafanya finishing. Hasa kwenye kufanya finishing ni tunaweza tukawekea urembo tofauti tofauti kulingana na namna ambavyo unataka chungu changu kiwe. Kwa mfano hapa kuna mfano wa chungu hiki hapa hiki. Hiki ni chungu ambacho tumetengeneza lakini hatujakiwekea urembo wote. Tumeamua tu kiwe smooth kama hivi. Kwa hiyo ni hatua ya mwisho. Tumeamua kukifanya kikawa smooth, hatujakiwekea urembo wote hapa. Zoezi hili linachukua muda gani mpaka hatua aliyoisema? Unapomaliza kukichapia kwa mara ya pili, ndio unaweza kuwekea urembo unaotaka, na baada ya kumaliza sasa urembo, kesho yake ndipo unatoa ule mfuko ambao umeutumia kutengenezea chungu. Unatoa ule mchanga ambao ulikuwa umejaza, unautoa ule mfuko, kinabaki chungu. Hicho chungu kikibaki hivyo unakimwagilizia maji kwa muda wa siku 3 mpaka 4. Baada hapo kinakuwa kimekauka tayari kwa ajili ya kupaka rangi. Kuna kumwagilia maji kwa muda wa siku 3 au 4 au 5 kwa sababu tumetumia mchanga na simenti. Sasa simenti ili ipate nguvu inahitaji maji. Kwa hiyo tunapomwagilizia maji hicho chungu chetu maana kinakuwa imara zaidi. Kuna tofauti gani kati ya chungu imara na chungu kisicho imara, na ninakifahamu vipi? Chungu imara mara nyingi hata ukikishika kinakuwa hakimomonyoki. Kinakuwa ni imara, alafu na ukubwa wake kinakuwa sio. Kwa chungu kama hiki hapa, kuna ratio tumetumia hapa ambapo ukikishika kwanza kina uzito, sio chepesi sana, lakini pia hata ukiwa unakishika kama hivi hakimomonyoki, yani ni kigumu. Maana kina simenti ya kutosha na mchanga wa kutosha. Kwa hiyo sio rahisi hata kuvunjika. Hiki hapa hata ukikipiga hakiwezi kuvunjika. Kwa hiyo ni imara. Au imara wake unakuwa hivyo. Mara nyingi tunaenda kwa vipimo katika utengenezaji wa chungu. Tunaweza tukatumia kwa ratio nzuri, tunatumia kama ndoo 3 hizi za lita 10, tunachukua na nusu ndoo ya simenti. Hapo chungu kinakuwa katika ratio nzuri. Au tunatumia ndoo 6 za lita 10, alafu tunachukua na ndoo 1 ya lita 10 ya simenti iliyojaa kabisa. Hapo tunatoa viungo ambavyo vina ratio nzuri. Kwa hiyo katika utengenezaji wa chungu mara nyingi tunafanya hivyo, lakini pia kuna vifaa tunavitumia katika kutengeneza chungu. Tunatumia vifaa mbalimbali kwa sababu ya maumbo tunayoyataka yawe na urembo tunaoweka. Na ili chungu kikae vizuri kinahitaji muda pia wa kutengeneza. Yaani tunatumia muda wa kama saa 1 mpaka saa 1:30 kutengeneza chungu ambacho ni kikubwa na imara na chenye urembo mzuri. Tunafanya hivyo kwa sababu ili kiwe na muonekano mzuri na yani kiwe katika hali nzuri, kiwe na ubora mzuri. Kwa hiyo lazima tunatumia muda wa kutosha. Viungo vinatofautianaje katika urembo, na ni nani ana design finishing, na yeye amebobea hasa katika uzoefu upi kati ya kutengeneza viungo, rangi ama kuchora? Hivi venye urembo tofauti vinatofautiana kwa sababu ya vifaa tunavyovitumia. Kuna vifaa tunatumia kwa ajili ya kuwekea urembo, na vifaa sio kwamba labda tunanunua madukani au labda tunaagiza nje ya nchi. Hapana, ni vifaa ambavyo tunavitengeneza wenyewe. Tunatumia mabati, tunayachonga kwa namna tunavyotaka na tunapata umbo au pambo tunalolitaka. Hata tunaweza tukawekea hata ua tofauti kwa sababu tu ya namna tunavyofanya ubunifu katika kazi yetu hiyo. Kwenye swala zima la kukipaka rangi chungu, mara nyingi huwa tunatumia muda. Kama sisi fundi tunaopaka rangi, tuna muda kwanza wa kufikiri. Naweza nikajipa muda hata wa nusu saa kufikiri kwamba hiki chungu ni kipake rangi gani hasa ili kimvutie mteja. Na wakati mwingine huwa tunatumia muda usiku
wakati akili imetulia, mtu nawaza kwamba hapa viungu hivi ni vipakeje rangi. Kwa hiyo tuna muda wa kufikiria sana kwamba tupake rangi gani hasa ili chungu kiweze kumvutia mteja. Kwa hiyo tunafikiria, kuna wakati mwingine tunapaka rangi, tunaona hii rangi haijakaa vizuri, tunafuta, tunaitengeneza mpaka tupate rangi ambayo mteja ataikubali. Na mara nyingi rangi ambayo sisi wenyewe tumeshaikubali, mara nyingi na wateja wao wanaikubali. Kwa hiyo tunafanya kwa namna hiyo. Mimi hasa nimebobea kwenye masuala ya uchoraji hasa. Ndo kazi yangu hasa kwenye swala zima la uchoraji. Sasa katika uchoraji, sanaa ya uchoraji ina mambo mengi, na kwenye vyungu pia kuna uchoraji pia upo. Mbali tu na upakaji wa rangi, lakini pia kuna uchoraji, kuna sanaa ya uchoraji pia ipo kwenye vyungu. Ndio maana ukiangalia kuna vingine tumevichorea picha kabisa, picha tofauti tofauti, na kuna vingine tumepaka tu rangi kulingana na, tumepaka rangi kwa namna tofauti tofauti, lakini hiyo hasa imetokana na uchoraji ambao mtu atala anakuwa nao. Mimi kuchora nimejifunzia hapa Mwanza nilipokuwa naishi hapa. Nilikuwa napenda kuchora. Sasa siku moja natembea nikawa nakutana na wachoraji wanachora sehemu tofauti tofauti. Nikawa nawafuata, naangalia wanavyofanya, nawasumbua kwa kuwauliza maswali kwamba hapa inakuaje, hizi rangi na hii hapa labda ukichanganya unapata rangi gani. Kwa hiyo nikawa nawafuatilia wanavyofanya, na mimi nikawa nafanya hivyo uchoraji. Kwa hiyo nimeendelea hivyo, na nikawa nauliza maswali, nafuatia pia mtandaoni wanavyofanya, na mpaka sasa nikafikia hii hatua. Inachukua muda gani kumaliza chungu, na vipi kuhusu uchaguzi wa rangi? Nani anafanya? Kwa wastani tunatumia siku nzima kwa kutengeneza vyungu 10 kwa siku. Kwa siku tunaweza tukatengeneza vyungu 10 kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hapo ni kwenye swala zima hasa utengenezaji wa chungu, kama tunatumia siku moja kutengeneza vyungu kama vyungu 10, na baada ya siku kadhaa, baada kama siku 3-4, ndipo tunaenda sasa kwenye hatua nyingine ya upakaji rangi. Kwa hiyo vyungu tunatumia muda wa namna hiyo. Machaguzi ya rangi mara nyingi huwa tunapaka wakati mwingine ni sisi wenyewe tunapenda kwamba ngoja nipake rangi hii kwanza nione itapokelewaje sokoni. Na kuna baadhi ya rangi tumepaka, tumeona baadhi ya rangi tunazozipaka tukiona ina mapokeo mazuri sana sokoni, basi tunazipaka pia kwa wingi zaidi. Kwa mfano hivi karibuni kuna muda tumeona rangi ya kijivu, rangi fulani zilizopoa ni rangi ambazo zimekuwa na mwitikio mzuri sana sokoni. Na hapa anatoa ushauri kwa vijana kwamba kazi zipo, wasikae tu. Mimi ushauri wangu hasa kwa vijana ambao wako mtaani, ni muhimu kufanyia kazi wazo mtu analolipata. Kwa mfano mtu kama unapata wazo la kufanya jambo fulani, basi ni muhimu kulifanyia kazi kuliko kukaa nalo tu, kwa sababu kazi zipo nyingi mtaani na shughuli za kufanya zipo. Sio vizuri hasa kijana kwamba una mikono miwili, una miguu na una uwezo pia wa kufikiri, kwamba ni vizuri zaidi kufanya kazi, hasa kufanyia kazi wazo ambalo mtu unalipata ni muhimu sana. Tumesikia na fundi ametujuza mambo muhimu hasa katika utengenezaji wa vyungu. Tusikie kutoka kwa Jacqueline ambaye ana uzoefu katika hili. Ni upo ushauri wake hasa kwa jamii ya wapenda maua na pots. Na washauri wa mama walioko nyumbani waangalie fursa walizonazo pale nyumbani. Kuna fursa nyingi. Kuliko kukaa nyumbani, ni bora ukatoka ukafanya chochote. Sasa hivi mama hatukai nyumbani. Sasa hivi wenye mama tunatoka tunaenda kupambana, tunatoka tunaenda kuhangaika, tunawasaidia baba kwa namna yoyote. Hata kidogo unachofanya, chochote kile kinasaidia familia yako. Kwa hiyo mama na washauri sana tutoke nyumbani. Huku nje kuna fursa nyingi sana ambazo wanaweza wakafanya na wakatoka kimaisha na wakabadilisha maisha yao kwa namna moja au nyingine. Na washauri watu hasa waliojenga na pia ambao hawajajenga, tupende nyumba zetu. Umegharamikia hela nyingi sana kutengeneza nyumba yako. Finishing ndio kitu cha mwisho. Unawekaje mandhari ya nyumbani kwako?
tutafute tukushauri. Kama hauna elimu ya kuhusu decoration za maua, decoration za vyungu, tuite tukushauri, au unaweza ukaja ukachagua design zako unazotaka. Sasa hivi tunaangalia vitu ambavyo vinakaa muda mrefu, vitu ambavyo vinamudu hali ya hewa zote. Kwa hiyo na kwa vyungu vyetu sisi vinamudu hali ya hewa zote, kwenye mvua, kwenye jua, sio kama hizo plastiki ambazo jua likiwaka tu zinapasuka. Karibuni sana ofisini kwetu tuwahudumie. Tunao vyungu vizuri sana na vyenye ubora wa hali ya juu. Tunapatikana Pasiansi hapa opposite na hospitali ya Sabato, na pia tupo Furaha barabara ya Buhongwa, karibu na Buhongwa. Karibuni sana. Tunapatikana kwa mawasiliano haya 0756 90 68 73. Tupo kwa ajili ya kuwa ushauri wote wa garden, landscaping zote pamoja na vyungu. Karibuni sana ofisini kwetu. Mtazamaji, naamini umejifunza hasa kuhusiana na utengenezaji wa vyungu hivi vya maua. Na huenda wakati ujao tukakueleza kwa undani na hatua kwa hatua kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna unavyotengeneza chungu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sina la ziada. Ulikuwa nami Sifa Lucy Ngolo. Kwa heri kwa sasa.